hizi madawa za kulevya, wale wanauza, serikali iangalie, hata NACADA kama tunafanya bidii na wao, na pia kuwe na njia ya kuangalia hawa wanayouza haya madawa ni wakina nani, wanatoka wapi. Maana wengine ni watu wakubwa sana katika nchi hii. Lazima tuwatafute, wasimamishwe, wakatazwe, na kuwe na sheria ambao itawafunga kabisa wasiendelee kufanya hivi. Wanatuharibia watoto wetu. Penda kabisa hata wenzetu wengine wa makanisa mbalimbali ama dini mbalimbali wachukue jukumu hili. Sisi APEC tumeanza mpango huu, tutaendelea na training na NACADA ambao tutakwenda katika kila sehemu, katika kila kaunti, ili tuongee na viongozi wetu wanaosimamia makanisa na dini mbalimbali. Tungependa information hii ifike kila mahali. Kwa wote mnasikia hapo Kenya, ombeeni nchi yetu. Sababu nimeshangaa, nimeona watu wetu Kenyans hawaelewi hawa watu. Wanaona kama ni wakora, kama ni wezi, wengine wanafukuzwa manyumbani kwao, kwa watu wao, hakuna mtu anataka kuwakaribia. Na wanaingia ndani na ndani paka inafika mahali wanakufa. Na kwa sababu hivyo, hii mambo ya addiction nakwambia imeua vijana wengi kuliko magonjwa yote ile inshawahi kutokea katika ulimwengu, na hasa katika nchi hii yetu. Hata corona haikuua watu wengi kama vile madawa za kulevya imeua vijana wetu hapa nchini. Hii community rehabilitation initiative tulianza huko Kiambu Githunguri, na tuliamrishwa hii kazi ni second lady. Tutoke kwenye makanisa yetu tuwaongeleze, na tulipoanza namna hiyo, after only 1 year 125 addict had reformed. Sasa tunapoongea wengine wamerudi kazini mahali walikuwa wamefutwa kazi, wengine wamerudiana na familia zao kwa sababu wengine wametoka kwa mafamilia tajiri wamerudishwa, wengine tumerudi kwa kampuni zingine kuwatafutia kazi huko.